Haki yangu, chaguo langu, haki yangu. Asanteni sana. Nianze kwa kujitambulisha. Mimi kwa majina ninaitwa Siwema Atieno Sylvester, ni afisa ustawi wa jamii halmashauri ya wilaya ya Tarime, lakini pia ni mratibu wa mradi wa chaguo langu haki yangu. Awali ya yote nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha kuwa hapa siku hii ya leo, lakini pia niwashukuru na ninyi waandishi wa habari kwa kuweza kufika hapa, na kwa namna ya pekee niwashukuru wadau wetu CSEMA ambao wamewezesha mafunzo haya kupitia mradi wa chaguo langu haki yangu. Mradi wa chaguo langu haki yangu ni mradi ambao unafadhiliwa na shirika la idadi ya watu ulimwenguni na unatekelezwa na wadau 6 wa maendeleo. Wadau hawa ni pamoja na CSEMA, TGNP, WiLDAF, Tanzania Interfaith Partnership pamoja na Helpage Tanzania. Kwa hiyo huu mradi hususan unahusika na masuala ya kupinga ukeketaji, ndoa za mapema na mimba za utotoni. Lakini pia katika kutekeleza mradi huu tunashirikisha na kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo, waandishi wa habari wakiwa ni wadau muhimu sana katika kupinga na kupambana na ukatili wa kijinsia. Na ndiyo maana leo mko hapa ili kwa pamoja tuweze kubadilishana uzoefu, lakini pia kujengewa uwezo juu ya namna bora ya kuripoti na kuibua matukio mbalimbali ya ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo ninyi ni wadau muhimu sana katika kupinga na kupambana na ukatili wa kijinsia. Huu mradi wa chaguo langu haki yangu kwa Tanzania bara unatekelezwa katika mkoa wa Shinyanga na mkoa wa Mara, na katika mkoa wa Mara unatekelezwa katika halmashauri ya wilaya ya Butiama pamoja na halmashauri ya wilaya ya Tarime. Na kwa Tarime ni mradi ambao unatekelezwa katika kata 16 ambazo ni kata za Bumera, Susuni, Mwema, Sirari, Pemba, Mbogi, Kuyancha, Nyasincha, Muriba, Itirio, Nyanungu, Goronga, Kuyancha kama nilivyosema, kata ya Matongo, kata ya Nyamwaga pamoja na kata ya Binagi. Kwa hiyo kuna afua nyingi ambazo zinatekelezwa chini ya mradi huu. Kwa hiyo tunawategemea sana ninyi waandishi wa habari mkawe mawakala wakubwa wa maendeleo katika kuibua, kuripoti na kupambana na matukio ya ukatili wa kijinsia, zikiwemo ndoa za mapema, mimba za utotoni pamoja na ukeketaji, ambavyo hivi ni kikwazo kikubwa cha maendeleo na ustawi wa watoto, wanawake pamoja na watu wenye ulemavu. Mradi wa chaguo langu haki yangu haujawaacha watu pamoja na watoto wenye ulemavu nyuma. Kwa hiyo tunategemea sana waandishi wa habari mtakapokuwa mnaripoti matukio ya ukatili wa kijinsia, ni pamoja na kuibua changamoto mbalimbali zinazowakabili watu wenye ulemavu pamoja na watoto wenye ulemavu. Chini ya mradi huu wa chaguo langu haki yangu, sisi kama mkoa wa Mara vile vile tumewezeshwa kuweza kutengeneza na kuandaa mpango mkakati wa mkoa kwa ajili ya kupinga na kupambana na ukatili wa kijinsia. Na huu mpango mkakati wetu wa mkoa na wenyewe umejikita katika maeneo 8 sambamba na mpango kazi wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto ambao kwa sasa unatekelezwa katika awamu
ya pili. Kwa hiyo tunawategemea sana katika kuibua haya matukio. Pia mwende sambamba na mpango mkakati wa mkoa wa kupambana na ukatili wa kijinsia ambao pia tumeweza kuutengeneza chini ya mradi huu wa Chaguo Langu Haki Yangu. Ukatili wa kijinsia ni kikwazo kikubwa cha maendeleo kama nilivyosema, na ustawi wa wanawake, vijana, watoto na wanajamii kwa ujumla. Kwa hiyo tunawategemea ninyi kama waandishi wa habari, mtatusaidia kuwaeleza wanajamii maana ya ukatili wa kijinsia, visababishi vya ukatili wa kijinsia na ni namna gani ya kuzuia na kupambana na ukatili wa kijinsia. Na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo imeweza kutekeleza na kuandaa mikakati mbalimbali ya kupinga na kupambana na ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo ninategemea katika mafunzo haya mtapitishwa katika mikakati mbalimbali na jitihada za serikali katika kupinga na kupambana na ukatili wa kijinsia. Serikali imeandaa sera mbalimbali ikiwemo sera ya maendeleo ya mtoto ya mwaka 2008, sera ya elimu, tunazo sera nyingine nyingi ambazo zinalenga kusimamia haki na ustawi wa mtoto. Lakini pia tunayo miongozo mbalimbali ambao ni pamoja na mpango mkakati wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Na mpango mkakati huu wa taifa umejikita katika maeneo 8. Na sisema kama mdau wetu anapokuwa anafanya kazi zake za maendeleo anajikita katika kuhakikisha kwamba anatekeleza shughuli mbalimbali chini ya MTAKUWA ambao ni mpango kazi wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto, pamoja na kujikita katika mpango mkakati wa mkoa wa kupinga na kupambana ukatili wa kijinsia. Pamoja na mikakati mbalimbali, serikali ya Jamhuri ya Muungano pia kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo pia inazo sheria mbalimbali zenye lengo la kulinda haki na ustawi wa mtoto wa kike. Kwa mfano, sheria ya mtoto namba 21 ya mwaka 2009. Na sheria hii inaeleza bayana mtoto ni nani, haki za mtoto, wajibu wake ni nani, wajibu wa serikali, wajibu wa wanajamii kwa ujumla, na sisi kama waandishi wa habari kwa ujumla wake kama wadau tuna wajibu gani katika kulinda haki na ustawi wa mtoto. Kwa hiyo tunategemea kabisa kwamba ninyi kama waandishi wa habari baada ya mafunzo haya mtatusaidia kuripoti, kuibua matukio mbalimbali ya ukatili wa kijinsia, hasa kwa kuzingatia pia haki za watoto wenye ulemavu na kuibua matukio mbalimbali ya ukatili wa kijinsia kwa lengo la kulinda haki na ustawi wa mtoto.